Tutasimama sote kaunti Kakamega kwa udugu na ushujaa wetu, kuboresha tamaduni na uchumi wetu. Mungu Jambo, mlembe bosi, mlembe handi, karibuni sana Kakamega. Kwanza nitafanya introduction kwa waheshimiwa wenye wako hapa. Hii kamati ya environment, water, natural resources, forestry and climate change iko na MCA zaidi ya 15 na wengine wako kwa njia wanakuja. Kwa hivyo wenye wamefika lazima mwajue kabla sijaenda kwa yenye itafuata. Kwa hivyo taanzia hapa. Kanje nango mheshimiwa Paula Shatwanda MCA Msanda mlala mwenye kamati ino o karibishiye nyanga lero feel free mlarenga hapo ndo so star aone kenye nikezo kuponya forti rende rio mlembe mera kanje nango mheshimiwa Edika wakilisha wodi lango mlisha Lubino kula Mias East mwanachama wa kamati ya environment we dealing with directly under nando kwa nyaku kule mawani kenyu ilo kulole mo kucheza kule makuwa kano. Karibuni sana wote. Mimi ni Anne Kataka, member wa environment committee from Hisera. Karibuni sana. It's good all the time. Mnyere sana. Mlemba boss. Yumoyo. Uriyo mwesilangwa Sara Watulaneti, Mias East, and Vice Chair for Environment, Water, Forest, Natural Resources, and Climate Change. Maono kenyu kana khonya kulokana ndi climate change chingomanyire fule kutanga sa throughout tumuraka sa throughout kana konyo kulama kwa kenako katsira kali uriyo muno. Asante waheshimiwa. Wenye wanikiwa kwa makina naita mheshimiwa Swakalimera. Mimi ndio chair wa hii kamati yenye leo tunaongelea maneno mazuri sana. Ikomba mwenye maoni akezo hoja. Kitu ya kwanza nataka nijue kama watu wametoka wenye wameakili wenye saa hii tuko na hii climate change bill. Na hii maana yake tunapoteza pesa mingi. Tuko na donors especially World Bank inataka kuleta pesa hapa Kakamega. Hapa ndio mali sasa mambo yote ya bill inaanzia. That is under this page 3, the Kakamega County Climate Change Bill 2020, and a bill for an act of County Assembly of Kakamega to establish a framework for facilitating and coordinating climate change, governance, mitigation, adaptation, financing, and for connected purposes. Enacted by the County Assembly of Kakamega as follows. That is part 1, preliminary. Short title and commencement. So we have got interpretation of terms. So we have got hapo ndio mahali ambapo wamejaribu kuchambua main statements ambazo zitakuwa ndani ya hii bill, na kuna climate change. I think kila mtu ako na bill na tunaweza jisomea. The purpose of this act is to establish a county climate change framework and structures to 1, kazi ya hiyo steering committee. Tunaanzia pale number 5, the county climate change steering committee, climate change governance. It will also be responsible for coordination and monitoring of climate change governance. Part 4 of this bill, are we there? And it talks about financial provisions. So this fund, this particular bill provides for establishment of a fund. So we want to understand how that fund will be managed, where the funds will be sourced from. That is contained in this section. So let's move together. Monies appropriated by the County Assembly for the purpose of the fund. During the annual appropriation of funds,
some funds will be appropriated for the purpose of this fund, this particular scheme. Then B, grants, donations, and endowments. C, income from fees, charges, or penalties imposed for services. D, loans to the fund. E, interest accruing from bank deposits in respect to the fund. Then 2, any unused responses in the county. Then C, finance. Asante, pige kwa makofi. Mheshimiwa Mwenyekiti na waheshimiwa wabunge, I have a general question first. Sub-County Lurambi, Toto Central. I'm assuming this is a draft of the bill that the County Assembly wants to enact. So my first question will be I wanted to know whether this act will work in tandem with the provisions of the National NEMA Secretariat. That's number one. Are we together? Yeah. Number two, I have noted some, I don't want to call them errors, but unajua hii Kiingereza ni kigumu, si ndio? On page 4, object and purpose of the act. I wish to propose a change to the objectives. Responsible for climate change. I think that's erroneous. It shouldn't read like that. It should, I propose it should be changed to department responsible for implementing climate change policies. Mimi naitwa Johannes Weta, natoka East Wanga Ward, Mias East Sub-County. Niko na observation. To me, the bill is just too open. Can we have it being specific? Can we have work with specifications so that we say we're going to have a secretariat of 5 people? For propose to sema, you are giving proposal, sema tu nataka wakuwa ngapi? Yes, we can have a secretariat of like 5 people. And then which will be headed by a director as you are proposed. And then the 5 people will be given different functions. Thank you. Kutoka wodi ya Mayoni, Makungu Sub-County. Nimesikia mkiongea tu climate change. Mimi ni mkulima mdogo. Sijaona mkiongea about soil. We have the word confidentiality. I'm talking about a legal mind. Confidentiality. Ulisema makina na nini? Basi ndeta Lurambi, Toto Central Ward. The word confidentiality is not found anywhere in our supreme law. But the word right to information is found in our supreme law. And therefore, when we look at Article 35, which has been cited here, it is contravening the Constitution. And if we have people like Okiya Omtatah in Kakamega, they will find themselves in the court. So I'm only asking our legal mind in the county, let us go around, look at the Constitution, see whether that word, confidentiality, fits where it is, and also when we look at subject to, it said subject to Article 35 of the Constitution, you may refuse to divulge information or disseminate information to an applicant. That is a contravention of the Constitution, and that is the mother law in the country. Any law that we write must be in tandem with the Constitution. Living there, we have a problem, Bwana Chairman,
even before we enact this law, we in Kakamega County have a problem with the weather forecast. We have a problem with the forecast because we are attached to Kisumu. And anytime they read, they are talking of that 6 centigrade. If you watch around here, most of us are in shirts because we don't know whether it will rain. Others are in coats and it's very hot. So we would like the county, with our able governor before he leaves, because we do not know who we shall have, to develop our station that used to be at Kari. Like that one in Mumias Sugar. The Mumias Sugar station was the best in the country. And it told us when it would rain and at what time. Can we have that? Let us imitate and know Kenya is a developed country. We would like this to become here. Kenya, we may say we are poor here, but our neighbors know Kenya is developed like Britain. If you go to the US, people cherish Kenya. And in the US, they announce the forecast every 30 minutes in every county. They have counties like us. So we would like our own TV station, have our own radio station. When it is coming to rain, we know whether it is stormy, whether it is windy, so that we can know what to do. Other than telling us Kisumu is 30 degrees centigrade, which cannot be Kakamega. Their weather belt is different from ours. Finishing, I want to thank you so much that you have come up with this. Climate change means a lot of things. It's not just the rains and whatever, not the risks, but preparedness to what is coming up. The afforestation is not mentioned here. And it is because of this afforestation that the climate change has come. It is not, the word forest is not here. And the word deforest is not here. Then the whole thing is not complete. Thank you very much. Kwa majina naitwa Ismail Angi Okere. Angi mpiga kura kutoka Mumias North Ward ambayo inapatikana Mumias West Sub-County. I think the observation I have is in regard to financial provisions. I listened to whoever read it very carefully. He's a very good reader. But there is one thing I want to point out as far as financial provisions are concerned. I say so because I've read a number of our county government bills which eventually are enacted and signed by His Excellency the Governor to become law. Now, when you look at the financial provisions, you will notice one thing, that despite what is passed by our county assembly, nothing is followed to indicate or to be sure that whatever has been passed is actually implemented. So I have fear, Mr. Chairman, that despite saying that annual financial statements will be prepared 3 months after the end of each financial year, and the same be presented to the Auditor General, I have fear that nothing of the kind will happen. If I am to go by other bills, I have an example of the Kakamega County Urban Areas Act. It was a bill and then it became an act. If you check our towns, the 2 municipalities, we don't have a town committee yet. I can assure you, you will not find anything closer to what is contained in that particular county act. Then number 2, Mr. Chairman, I think the county assembly need to demand experts to be checking some of these things. You cannot make a county government law which is in conflict with the County Government Act 2012, the Constitution 2010, or the Urban Areas and Cities. I hope I'm not prosecuting my own case because the process of coming up with this bill. But I want to refer you to thank you so much. Chair, we are saying that there is established the Office of the Fund Administrator
the county. Which the accounting. My question is, or my contribution is, that the director in charge of climate change, according to the County Government Act of 2012, the director of climate change may not be an accounting officer. What we need to say here is that there must be a chief officer in charge of climate change. It's only the chief officer who is supposed to be, who is mandated by the County Government Act of 2012. Kamati, hakuna mtu wa neema ama mtu yeyote. Okay, steering committee, if you look at H, so if you look at administration, H, an officer from the national government responsible for meteorological services in the county. So unless unataka tuongeze mtu wa neema ama nini, lakini hiyo iko. Usai, umeona? Page, mine is different. Look at administration. Page 5, isn't it? Yeah. The last one. Before you go to the function of the County Climate Change Steering Committee. Sasa ukishia so atuharikishi mtu lazima uulize maswali hapa. Unaweza andika ama utapeana nikufikie Monday in the afternoon. Na nafikiri tunakuja mwisho wa hii session. Na naomba hivi, nimemwambia wengi mchaangalia hii bill, bado mko na nafasi. Kama uko na maoni, andika. Unaweza tuachia hapa saa hii, ama utapea water administrator, ama saa hii tuko na community area administrators. Unaanza na hao wana data kufikia Monday kuanzia saa 6, sema tu saa 8 hapo hiyo imetufikia. Unaweza peleka kwa ofisi ya MCA tena itatufikia. Kwa hivyo naomba na nashukuru watu wa Kakamega kukuwa na sisi hapa ili tuendeleze hii maneno ya climate change. Na nimemwambia tuko na NGO, tuko na World Bank mingi. Tusipopitisha hii bill before the end of this month, tutapoteza pesa mingi. Vika tayari ilipitisha, wanapata pesa. Kwa hivyo ni napambana kuhakikisha hii imekuwa act ili isaidie watu wetu. Na nishukuru msema amesema kweli kabisa, tunataka pesa ifike kwa wards. Aswaka Dimera, natoka Kisa North Ward, Wisero Sub County. Mimi ndio mwenyekiti wa kamati ya Environment, Water, Natural Resource, Forestry and Climate Change katika County Assembly ya Kakamega. Leo tulikuwa na wananchi wa Kakamega wote wenye walikuja hapa kwa hall ili kutoa maoni kuhusu bill yenye tunakuja nayo ya climate change. Mnaelewa kila wakati tuko na mafuriko na vitu tofauti, na weather huwa ina change kila wakati. Ndio sababu tuko na climate change bill yenye inataka itusaidie ili tukiwa na shida huko mashinani tunaweza kusiangalia na zinaweza saidia watu wetu. Nimejua mwaka hii mvua imenyesha bila kusimama. Tumekuwa na mafuriko kwa Rifa Nzoia na Rifa Yala. Watu wengi wamekuwa displaced. Na sababu ya hizo hatukuwa na pesa ili yenye tunaweza saidia watu. Na hii ndio sababu tumekuja na hii bill ili tukue na pesa yenye inaweza saidia watu wetu. Na tutakuwa na makomiti mpaka kwa ward level. Sinatambua mpaka kwa ward level ili pesa ikikuja yenye pesa tutaweka hapa
na tuko na World Bank na donors wengine wenye wanataka kusaidia kama tutapitisha hii act. Na nishukuru wenye wamekuja leo kutoa maoni. Nyinyi mnajua sheria ya Kenya yenye tulipitisha Constitution 2010 inasema hatuwezi pitisha kitu yote bila kuhusisha raia wa kaunti yetu ya Kakamega. Ndio sababu tumewaita na ni washukuru, wametoa maoni yao, wengi wameunga mkono hii pili ipite, ili inaangalia ule mtu wa chini kwa wote. Na tunaenda kuandika, tukitoa hapa tunaenda kuandika na tupeleke bungeni, ili wiki yenye inafuata hii tuwe tunaweza pitisha ikuwe sheria isaidie watu yetu. Hii maana hii bill kabisa kusaidia watu yetu wa ground. Itashika watu wa health, watu wa agriculture, itashika watu wa vitu kama roads, itashika water na vitu vingine. Kama tutakuwa na shida hata upande wa education nini, tutakuwa kwa kamati kwa ward level yenye itakuwa inasaidia. Asanteni. Mwananchi ambaye amekuwa kikumbwa na mafuriko kila mara hata saidikaje? Tutakuwa na kamati kwa ward level zenye zitakuwa zinaangalia hii vitu yote, zinaleta proposals, alafu tuko na pesa hapa tumetenga kwa hii bill, tumetenga pesa ya kuangalia na kusaidia vitu kama hivyo. Kwa bill tutaweka kamili pesa, na kitu tulikuwa nasema tutaweka 1%, approximately 1% ya development money iwekwe hapo. Mbele tukijenga kaunti yetu, mazingira yetu yapendeza, na tuilinde rasilimali yetu, daima tulinde kaunti yetu. Tuimarishe kilimo, biashara tukuze, viwanda tujenge, tuboreshe elimu, michezo tukuze, utalii tukuze, tuboreshe afya katika kaunti yetu. Tunasonga mbele tukijenga kaunti yetu kwa amani, upendo na